ningemtaka kama na uthibitisho afanye hivyo ili wananchi waweze kuelewa. Lakini kikubwa mara nyingi na tuna mifano au tuna uzoefu na mambo kama hayo, hususan katika chama hicho cha ACT. Wanatayarisha story au matukio ambayo baadaye wanakuja wanafanya wao wenyewe. Naweza nikatoa mfano wa uchaguzi wa Mtambwe. Mgombea wao wa uchaguzi wa marudio. Mgombea wao alisema kwamba amemkamata mtu na kura. Alikuwa anapewa kura zaidi ya moja. Swala ambalo lilikuwa si la kweli, na tulifanyia uchunguzi tukagundua ni yeye mwenyewe alitupa kura kwa nje, alafu baadaye akaifuata ndo akatoka nayo nje na kuita waandishi wa habari ili kuleta taharuki. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo anasema, ni mambo ambayo huwa baadaye wanakuja wanayafanya, alafu wasema tulisema kwamba tume itafanya hili na hili, ambapo kitu ambacho si cha ukweli. Lakini inasikitisha sana na ni aibu kuona mtu ambaye mweledi wa sheria kutoa taarifa za uongo na za uzushi, taarifa ambazo hawezi kuthibitisha kwa sababu ni za uongo. Ni aibu kwa kweli kwa mtu ambaye ni mweledi, mwanasheria. Na kikubwa andishi, tungekuwa na lengo hilo, tulikuwa na kisu cha kufanya hivyo. Kwa sababu kama nakumbuka mwezi wa 9 tarehe 10, wakati wa kurejesha fomu, mgombea huyo fomu zake zilikuwa hazijakamilika, kisheria zilikuwa batili. Lakini tume kwa busara, na kwa busara kubwa, kwa sababu ya kuwepo na ushindani wa kisiasa lakini na kukuza demokrasia, tuliweza kuhalalisha fomu zile na tukampa muda kwa ajili ya kuweza kukamilisha na kuweza kuteuliwa. Sasa tungekuwa na lengo lolote dhidi ya mgombea huyo, tulikuwa na sababu nzuri sana tena ya kisheria, na yeye mwenyewe anajua kwamba alikuwa fomu zake hazijakamilika. Sasa ni nasikitika kwamba analeta tuhuma ambazo lengo lake ni dhahiri kabisa ni kuleta taharuki. Hata kuleta taharuki kwa jamii, na sidhani kama amependelea sana kuona kumekuwa na utulivu na hali ya amani kipindi chote cha kampeni. Sasa hii ni kujaribu sasa kuchochea mambo ambayo yanaweza yataleta vurugu, sababu anajaribu kuzungumza mambo kwa ajili ya kugusa jamii, ili jamii baadaye iweze kuwa rahisi kufanya mambo ambayo yanaweza kaleta uvunjifu wa jamii. Kwa hiyo sisi kama tume, na mimi kama mwenyekiti, natoa onyo kwa mgombea huyo kuacha mambo hayo. Ni vyema kuacha mara moja kutoa habari za uongo zenye lengo la kuchochea vurugu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Wananchi hawahitaji vurugu, hawahitaji mambo kama hayo ya uchaguzi. Tunahitaji uchaguzi wa amani. Kwa hiyo taarifa zozote zile ambazo si za kweli, kwa kweli sisi tunazikemea na tunazionya. Lakini tunashauri mamlaka zinazohusika na ulinzi na usalama kuchukua hatua stahiki ili kuepusha uvunjifu wa amani. Kwani ni wazi lengo la kutoa taarifa hizo za uongo ni kugusa hisia za watu ili waweze kuchukua hatua ambazo zinaweza kusababisha taifa letu kukosa amani. Kwa hiyo kwa vyombo ambavyo vinahusika na ulinzi na usalama wawe makini sana kwa taarifa ambazo za uongo na za uchochezi ambazo zinatolewa na wagombea, ili kuweza kuzuia lolote ambalo linaweza likaharibu amani na utulivu tuliokuwa nayo. Lakini natoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa hizo za uongo, na ningependa kuwajulisha kwamba tume ya uchaguzi itasimamia na kuendesha uchaguzi huu wa mwaka 2025 kwa kufuata sheria, kwa kufuata kanuni, kwa kufuata miongozo, na itahakikisha kwamba uchaguzi unafanyika ulio wazi, uchaguzi ulio wa haki, wa uhuru na wa uadilifu. Kwa hiyo wananchi wote wajitokeze mamia kwa maelfu kwa amani kabisa siku ya tarehe 29 kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi wanayemtaka katika ngazi ya urais, uwakilishi na udiwani,
na baadaye warudi nyumbani kwa amani kusubiri matokeo ya uchaguzi huo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana.